Hali ya taharuki imetokea katika shule ya msingi Terat katika jiji la Arusha baada ya mwanafunzi anayesoma darasa la 4 katika shule hii anayefahamika kwa jina la Abdulrazak kufariki dunia baada ya kusombwa na maji, huku ikieleza kwamba chanzo cha kifo chake ni baada ya mwanafunzi huyo kutumwa na mwalimu kwenda kuchukua funguo katika nyumba ya mwanafunzi ambaye siku hii ya leo hakufika shuleni. Wazazi walipata taharuki na mpaka sasa hivi Kwa mujibu wa mwenyekiti wa mtaa wa Mashariki, ameeleza kwamba amesikitishwa na kitendo hicho cha mwalimu kumtuma mwanafunzi huyo, huku akiomba serikali kuweka kivuko au daraja katika eneo hili kwa sababu kumetokea hali ya taharuki katika wiki iliyopita ambapo mwanafunzi mwingine anayesoma katika shule hiyo hiyo ya Terat kufariki dunia kwa kusombwa na maji. Naitwa Emmanuel Sanale, ni mwenyekiti wa mtaa wa Mashariki, maeneo ambayo majanga yanatokea, na tunaomba vivuko tujenge. Kwa hiyo sisi changamoto kubwa ni vivuko, na changamoto kubwa zaidi ni shule ya msingi Mashariki, na ni jinsi gani waangalie kwamba 85% watoto wanaosoma shule ya msingi Terat wanatokea Mashariki, na ndio maana tulichukua jukumu la kutafuta eneo na mkurugenzi akatununulia eneo na ameshatuwekea hela kwenye shule hii ya msingi Terat. Kwa hiyo tunachohitaji ni msukumo, mkurugenzi asukume yule mkandarasi aanze shule, kwa sababu watoto wanaendelea kuangamia kulingana na kuruka makorongo mengi kuja shuleni. Juzi amefariki mtoto mmoja na leo kafariki tena kwenye maeneo hayo hayo. Kwa nini hatua stahiki za kuweka daraja hazichukuliwi? Hiyo changamoto iko sasa kwenye ngazi za juu, kwa sababu unamtuma mtaalamu wa kime, lakini kutenga fedha za kuanza kwa dharura ndio changamoto. Kwa hiyo sisi tunachoomba ni fedha zitoke, vivuko vijengwe, kwa sababu usipojenga vivuko bado changamoto iko pale pale. Kwa hiyo serikali itoe fedha kwa ajili ya kujenga vivuko, na tulishaainisha vivuko ambavyo vinahitaji vijengwe, lakini changamoto hazifanywi kazi na watoto wanaendelea kufariki. Anasoma darasa la 4 lakini kwa majina bado sijafahamu, ila ninachojua anasoma la 4 na anatokea mtaa wa Mashariki. Wazazi walipata taharuki na mpaka sasa hivi tumeondoa taharuki, kwa sababu mara ya kwanza walikataa kuambiwa kwamba mtoto aliyefariki jina ni nani na anatokea wapi. Lakini kingine taharuki iliyokuwepo hapa, yule mtoto sio kwamba ametoka nyumbani akasombwa na maji. Mtoto alishafika shuleni, lakini alipofika shuleni akaagizwa mtoto aende kwa mtoto mwingine ambao alipewa ufunguo na mwalimu ili aondoke nao nyumbani aje afungue darasa. Kwa hiyo mtoto alipotoka hapa shuleni, yeye alikuwa anafuata ufunguo kwa mwanafunzi ambao hajaja shule. Kwa hiyo mtoto amechukuliwa na maji, akirudi akienda nyumbani kwenda kuchukua ufunguo alioagizwa na mwalimu wake wa darasa. Na ndio maana unaona taharuki ilikuwa kubwa hapa kwa wazazi, kwamba inakuaje mwalimu awaagize watoto wakachukue ufunguo kwa mwanafunzi mwenzao wakati maji ni mengi kurungoni. Hii ni sawa kwa funguo ya shule kukaa kwa mwanafunzi? Hatujawahi ona kitu kama hicho. Mheshimiwa, tunalipa hela ya ulinzi. Tumeshazungumza na walimu kwamba kwa sababu madarasa yapo mengi, ofisi ya mwalimu mkuu inafanya nini? Ofisi ya mwalimu mkuu ihifadhi ufunguo za madarasa zote. Hakuna sababu ya mwanafunzi kukaa na ufunguo nyumbani kwake. Naitwa Irene Mosha. Kiukweli tukio lilotokea linahuzunisha na linaumiza, kwa sababu mtoto kama mtoto hawezi kutumwa funguo wakati kuna darasa la 6, kuna darasa la 7. Kwa sababu angetumwa mtoto ambaye anajielewa darasa la 6, akikuta ile maji yamezidi kimo hawezi kuvuka, au darasa la 7 hawezi kuvuka. Lakini mtoto darasa la 3 ni mdogo au la 4 ni mdogo. Mtoto aliyofariki ni mdogo. Leo limetokea tukio ambalo hatukutarajia. Mzazi amejitahidi, amevusha mtoto wake makorongo na madimbu ya kutosha, amemfikisha shuleni, akamkabidhisha shuleni. Lakini cha kushangaza, saa hizi upo labda sokoni au sehemu yoyote, unaletewa taarifa ya kwamba mtoto wako amefariki. Je, unajisikiaje? Asante. Kwa majina yangu naitwa John Alois. Hapa ndipo mahali wao watoto wa shule walipofikia wakati wanataka kuvuka korongo kwenda ng'ambo ya kule hiyo, kwenda kuchukua kwa hosi mwenzao waliotumwa ufunguo. Baada ya kufika hapa maji yalikuwa yamejaa asubuhi hiyo. Hao machari wakatumia akili ili wakurudi darajani lazima wafuate korongo hii. Wafuate korongo mpaka pale mbele. Baada ya kufuata korongo hivi, kuna wazazi wengine walikuwa ng'ambo ya korongo kule. Wakawaona hao watoto, wakawa wanawakemea, rudini shuleni." Baada ya kuambia hivyo, wale wawili wakatoka korongoni wakakimbia. Yule mmoja akawa amebaki kule na yeye anafanyaje? Anarudi. Sasa mahali alipofikia yeye ni pembeni ya korongo, kuna jiwe. Kwa hiyo akawa anashika ukuta wa korongo hivi, anapanda jiwe ili aweze kushuka, arudi kwa wenzake. Ndipo akadondokea mtoto watu kwenye maji,
akaenda na korongo. Wewe ulipofika hapo uliwakuta watoto wangapi? Ndio wakuta watoto wawili, ndo nikaanza kumshika mmoja mkono, nikamuuliza wewe mnafanya nini korongoni? Ndio akaanza kuniambia tumetumwa ufunguo. Mwenzenu yuko wapi? Mko wangapi? Wakaniambia tuko watatu. Mwenzenu yuko wapi? Akati nauliza mwenzenu yuko wapi? Kuna wazazi huku juu wanaendelea kuniita njoo dogo, njoo. Baada ya kufika hapo runi kwa nani? Kwa kuta ndo kwa wananiambia kulikuwa kuna mwingine yuko hapo, lakini mara ghafla tumuoni. Mimi ndipo angalia pale nikaona kama mtoto ametelezea kwenye maji. Uzembe ni wa nani? Uzembe ni wa walimu, kwa watumwa wanafunzi. Lakini hapa kuna haja ya kuwekwa kivuko. Sio kivuko tu bro, hapa ni daraja kubwa linataka liwepo.